Sana Mheshimiwa Abdalla Mtolea, atafuatiwa na Mheshimiwa Catherine Ruge. Mheshimiwa Jamal Kasim Ali ajiandae. Mheshimiwa Naibu Spika, nakushukuru kwa kunipa nafasi, lakini nianze kwa kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kunijalia afya njema na kuweza kusimama mahala hapa asubuhi ya leo kwa ajili ya kuwakilisha mchango wa wapiga kura wangu wananchi wa jimbo la Temeke. Mheshimiwa Naibu Spika, nimeguswa sana na hotuba ya bajeti iliyowasilishwa hapa na Waziri wa Fedha kwa mwaka 2019-2020, na nimeguswa nayo kwa sababu naona inawagusa Watanzania, lakini inaonyesha nia nzuri ya serikali katika kuitengeneza Tanzania ya viwanda kuelekea kwenye uchumi wa kati. Kitendo cha kuondoa tozo ambazo zilikuwa ni kero kwa wafanyabiashara, ni kero viwandani, limewagusa watu wengi, lakini pia linachochea uchumi wa nchi hii. Lakini inaonyesha ni kwa kiasi gani kwamba serikali ya awamu ya 5 imekuwa ni serikali sikivu, ambayo ikisikia malalamiko ya wananchi na kwenda kuyafanyia kazi na inaleta mabadiliko hapa bungeni. Hili ni jambo zuri sana, naendelea kuwapongeza Mheshimiwa Waziri na naibu wako kwa kazi kubwa ambayo mnaifanya. Mheshimiwa Naibu Spika, nianze hapa alipoishia Mheshimiwa Ali King, kwamba tunapotaka kutengeneza uchumi ni lazima tuwe wajanja na mabadiliko au techniques ambazo watu wengine wanazitumia. Michezo hii ya kubahatisha haipo. Mchezaji halazimishwi tu kucheza kwenye kampuni ambayo iko hapa nchini, anaweza kucheza kwenye kampuni yoyote. Sasa kampuni ambazo ziko hapa nchini, mtu akicheza akishinda, ile pesa aliyeshinda anakatwa kodi ya 20%. Wakati ukishinda kwenye makampuni ambayo hayajawa registered Tanzania, hukatwi hiyo 20%. Maana yake tunawakimbiza Watanzania wanatumia fedha za Kitanzania kucheza michezo, kucheza kwenye makampuni ambayo hayajawa registered Tanzania kwa kuikimbia hiyo shilingi 20%. Kwa hiyo ni vizuri tukaenda sambamba na ulimwengu mzima unavyofanya. Anayeshinda asitozwe hiyo 20%, isipokuwa kampuni inayochezesha ndio iendelee kutozwa hiyo 25%. Hapo tutakuwa tumechochea watu kucheza huo mchezo. Kwa hiyo hili ni vizuri ukaliangalia Mheshimiwa Waziri, kwa sababu linatupotezea fedha, linatupotezea watu, wanapeleka fedha kwenye makampuni ya nje. Mheshimiwa Naibu Spika, katika masuala haya ya uwekezaji bado kuna changamoto nyingi sana. Wapo wawekezaji wanahangaika kupata sapoti ya serikali kwa ajili ya kukamilisha mchakato mzima wa kuanzisha biashara au makampuni yao. Nilimuona siku moja Mheshimiwa Rais akimsaidia mfanyabiashara mmoja ambaye alitaka kuwekeza katika viwanda vya sukari. Namna ambavyo amezungushwa kupata ardhi, mpaka Mheshimiwa Rais ameenda kuitolea tamko. Wafanyabiashara wa namna hii, wawekezaji wa namna hii wako wengi, lakini wanaopata fursa ya kumuona rais ni wachache. Nina mwekezaji, utakumbuka Mheshimiwa Naibu Spika, eneo la Kurasini lilitangazwa kuwa ni eneo la uwekezaji. Hivyo wawekezaji wengi walivutiwa kwa ajili ya kutafuta ardhi pale ili wafanye uwekezaji. Mwekezaji TRH, Tanzania Road Haulage, alilipa wizara ya ardhi shilingi bilioni 13 ili apate kipande cha ardhi cha kuwekeza mwaka 2008. Mpaka leo hii ninavyokuambia, mwekezaji yule hajaweza kuwekeza pale kwa sababu bado hajakabidhiwa ardhi yake ili aweze kufanya uwekezaji. Kuna watu 49 katika hilo eneo walitakiwa kulipwa fedha ambayo yeye mwekezaji alishailipa, lakini mpaka leo hawajalipwa. Amejenga uzio, nyumba 49 ziko ndani, kama wako gerezani kwa miaka 10, hawajalipwa. Juzi mwekezaji akasema basi kwa sababu wale wanatakiwa kulipa ni kama milioni 530, akasema akaiandikia barua wizara ya ardhi kwamba naomba nitoe mimi shilingi milioni 530, hawa watu walipwe, serikali ikipata fedha itanilipa mimi baadaye. Leo siku ya 12, hata hiyo barua nayo kujibiwa imekuwa shida. Mimi nimekwenda wizara ya ardhi kumtafuta katibu mkuu zaidi ya mara 8, ananipiga chenga, sijawahi kuona naye hata mara moja. Mheshimiwa Naibu Spika, tukiwa tunawafanyia hivi wawekezaji, tunakuwa tunachengana na dhana nzima ya kuwekeza, alafu hao wawekezaji wameshawishiwa kuwekeza, lakini mtu anatia bilioni 13 inakaa miaka 10 haifanyi kazi, ameikopa, analipa deni, analipa riba, huko hajaanza uzalishaji. Yuko mwekezaji mwingine anaitwa Sigro, naye alilipa shilingi bilioni 10 halmashauri ya Temeke, mpaka leo hajakabidhiwa hata eka moja ya fedha aliyolipa. Alitakiwa apewe hekari 8 kwa hiyo bilioni 10 aliyolipa mwaka 2008.
mpaka leo hajapewa hata kipande cha ardhi. Tena mkuu wa wilaya alishauri vizuri kwamba kama tunaona ni shida kupata hizo eka 8 zote, apewe hizo eka 6 zilizopatikana, arudishiwe na fedha yake, kwa sababu wananchi waliobaki hawataki kulipwa fidia kupitia halmashauri, wanataka walipwe moja kwa moja kupitia kwa mwekezaji. Basi lifanyike hilo nalo halifanyiki. Mheshimiwa Naibu Spika, haya mambo yanachukiza sana, lakini yanaigombanisha serikali na wananchi, kwa sababu mtu kama anakaa miaka 10 nyumba usirekebishe, usifanye maboresho yoyote, vyoo vinabomoka, watu wanaishije? Ukipita hapo Kurasini, Mheshimiwa Naibu Spika, utashangaa watu wanaishi maisha ambayo wewe usingetamani hata kuyaona, sio kuyaishi, kuyaona tu usingetamani. Imagine unakaa huna choo miaka 10. Unaishije? Mmefungiwa uzio ndani kama mko gerezani vile. Mtoto anazaliwa mpaka anafikia miaka 10 yupo kwenye mazingira hayo. Tunafanya nini? Kwa hiyo niombe Mheshimiwa Waziri wa Fedha, inawezekana kabisa Katibu Mkuu wa Wizara ya Ardhi anaogopa kuomba fedha kwa sababu inasemekana iko mfuko mkuu wa serikali. Msaidie, shirikianeni na Waziri wa Uwekezaji, Waziri wa Ardhi. Hizi kero tuzitatue. Mbona sio kubwa kiasi hicho? Tunachoshindwa ni nini? Na wawekezaji walishalipa fedha. Kulikuwa na kesi, sasa hivi hamna kesi. Mwaka wa pili huu hakuna kesi yoyote, kwa sababu tuliwaambia wananchi msio mnaenda mahakamani. Mkienda mahakamani inakuja hiyo ndio inakuja sababu kwamba jambo hili lishughulikiwe kwa sababu kuna kesi mahakamani. Leo mwaka wa pili hakuna kesi yoyote, lakini hakuna ulipaji. Jambo lingine, Mheshimiwa Naibu Spika, kulikuwa na project ya EPZA pale Kurasini, na serikali iliipa zaidi ya shilingi bilioni 115 kwa ajili ya kutoa eneo. Mpaka leo hakuna kitu chochote kinachoendelea. Hilo eneo limekuwa tu kama msitu, hakuna shughuli yoyote inaendelea, hakuna mpango wote hata kuona tu kwenye makaratasi. Niombe kauli ya serikali ituambie mpango wa EPZA ukoje, au nini kauli ya serikali kuhusu mpango huo, kwa sababu pale kuna fedha ya serikali shilingi bilioni 115, si fedha ndogo, lakini tayari umeshatwaa hilo eneo. Eneo lile ni potential. Mheshimiwa Naibu Spika, hapa tunazungumzia eneo la Kurasini pembeni ya bandari ambalo lilitangazwa kuwa eneo la uwekezaji ili zifanyike shughuli za kuisaidia bandari. Leo tunaheka pale zaidi ya 90 zimekaa tu. EPZA hakuna kitu chochote. Kwa hiyo serikali ituambie ina mpango gani kuhusu EPZA. Mheshimiwa Naibu Spika, nakushukuru, naunga mkono hoja. Asante sana.